So tunaumia mara mbili. Tukitoka Kilifi tuelekee kaunti ya Kiambu ambako baadhi ya wawakilishi wadi katika kaunti ya Kiambu wakiongozwa na kiongozi wa wengi wa bunge la kaunti hiyo Geoffrey Musheke wamewashtumu vikali baadhi ya wabunge wa bunge la kitaifa wakidai wanachochea mgawanyiko ya kisiasa ili kudhoofisha maendeleo katika kaunti ya Kiambu. Wakizungumza nje ya bunge la kaunti hiyo, wawakilishi wadi hao wamedai kuwa kuna njama ya kisiasa ambayo inayoendeshwa kwa lengo la kumng'oa mamlakani Gavana Kimani Wamatangi. Wameitaka seneti kuingilia kati na kulinda mfumo wa ugatuzi dhidi ya ushawishi wa kisiasa kutoka kwa bunge la taifa. Wametoa changamoto kwa tume ya EACC kutekeleza majukumu yake kwa haki bila kuingiliwa kisiasa, wakisisitiza kuwa uchunguzi wowote dhidi ya viongozi unapaswa kuwa huru na wa haki. Kauli hiyo inajiri huku Gavana Wamatangi akiendelea kuchunguzwa na EACC kwa tuhuma za ufisadi na matumizi mabaya ya fedha za umma. Tengo hizo za serikali, wale ambao ni EACC, wale ambao wanafanya kazi kwa DCI, na pia tunapea heshima kubwa koti zetu. Sisi kama waheshimiwa tunasema ya kwamba hatuko hapa kuongea mambo ambayo yanaendelea kwa EACC, lakini tunaomba zile vitengo za serikali wasikubali kutumika kisiasa, wakubali kufanya kazi kwa uwazi as has been provided in the constitution. Ile mandate yao walipewa, wafanye kazi na hiyo mandate, na wasikubali kuingiza siasa kwa mambo ya utendakazi wao. Wasikubali wanasiasa kupaka tope those institutions that we hold high with high esteems. Tunaomba ya kwamba isikuwe ni Kiambu peke yake ndio kutakuwa na hii michezo. Juzi na kama bunge tumekasirika sana. Tumeona wabunge wa sehemu zingine, na nitawataja kwa majina kwa sababu waliongea kwa runinga zetu, Mheshimiwa Osoro na Mheshimiwa Junet Mohamed, wakitusi wakiingililia mambo ya uongozi wa kaunti yetu, na tunaomba wa concentrate na kaunti zao. Pia wao kuna kaunti ambazo wametoka, kwa hivyo waachane na kaunti yetu, na wale ambao wanawatumia wabunge wa hapa kwetu, kwa sababu tunajua wale wabunge ambao wanawaingiza kwa siasa ya Kiambu. Tunaomba tafadhali kuweni tuna utu kwa hii miaka mitano. Tulipoteza miaka mitano ya ugatuzi between 2017 and 2022. Tafadhali kuweni na utu na muweze kuheshimu wa Kiambu, wana Kiambu, ya kwamba tuwapee huduma ya miaka mitano bila kuleta mambo ya siasa. Na wakazi walio na uvimbe kwenye ubongo ama